Karibu sana kwenye channel yangu tena Vini Pro Media. Katika video hii nitakuonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo nimeweza kufanikiwa kuweza kuandaa menu ya chakula kama hiyo inaweza kuonekana hapo kwenye screen yako kama hivi. Kwa hiyo nitakuonyesha hatua kwa hatua ambavyo nimeweza kufanya. Na hatimaye tukienda kuprint ije kuonekana kama hivi au hivi. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa hichi ni kipimo cha A4, kwa hiyo nitatumia A4. Kwa nitakuja file, nitasema new au control N kwenye keyboard kama kawaida. Then nitakuja kuchukua hii width 21 cm, height 29 kwa 7, afu na resolution ya 300, afu nitasema create kama hivi. Kwa nikizoom unaweza ukaona. Kwa hatua ya kwanza hapa nitakuja kuandaa background yangu ambayo itakuwa na gradient. Kwa nitakuja hapa hii rectangle tool, nitachora hapa hivi, nitaivuta hivi. Then baada ya hapo nitakuja hapa kwenye appearance afu fill, nitachagua hichi kialama hapo, nitaclick mara moja hivi. Kwa hiyo unaweza ukaendelea tu hapa uka click hizo ukaweka gradient, au kwa njia simple unaweza ukaja uka double click hapa, nita pop gradient fill preset kama hii. Kwa hiyo hapa uta-click mara moja, then nitakuja hapa, nitakuja kuchagua rangi hii, then na huku nitakuja kuweka rangi hii hapo. Baada ya hapo nitasema okay. Kwa hapo nimeweza kuandaa hicho kitu. Baada ya hapo nitakuja hapo tena, nitachora shape nyingine hapo kama hivi, kama hivyo. Kama hivyo nitaiachia hapo, then nitakuja hapa nita click hivi, alafu nita pick color ya juu hapo, then nitasema okay. Baada hapo nitakuja hapa FX, nitasema drop shadow. Hapo kwenye drop shadow pia nitakuja kuweka preset kama hizi hapo. Kwa hiyo hapo weka multiply, afu opacity hapo weka round 10, afu distance 8, speed weka 31 na size weka 54. Baada ya hapo sema tu okay. Baada ya hapo utachora shape kingine hapa kama hivyo. Tazoom kidogo hapo, taweka hivi, center hapo katikati. Then nitakuja hapa fill, tena nitaweka gradient. Kwa nita double click tena hapo, nitapop hivi, nita click hapo mara moja, then hapo nitachagua color hii hiyo hapo, na huku nitachagua color hiyo hapo, kwa kama hivi. Hapo nika adjust kidogo au nitaacha hivyo, afu nitasema pia okay. Kwa baada ya hapo nitakuja kupunguza opacity kwanza hapa kidogo, sitaki ionekane sana kama hivi. Nitashusha tena around 48 hapo opacity. Then baada ya hapo nita click hiyo layer, afu nita add layer mask. Nitakuja hapo kwenye gradient tool, nitakuja kuivuta hivi juu, kwa itakuwa hivyo. Kwa baada ya hapo sasa tunaendelea na kitu kinachofuatia hapo. Kama unaweza kuona hapo nikuja nikaweka hivi vyakula hapo. Kwa nitakuja kugrab, nitaingia file, place linked kama hivi, then nitakuja hapa niweka, nitachukua hiki, resize paka hapo maybe, then nita place tena kingine hapa,
resize kama hivi. Usiwe na haraka, wewe fanya tu kazi ionekane vizuri kama hivyo. Then nitakuja tuna file place linked, taweka na hii hapo. Kama hivi. Kwa hivi tutasogeza kama hivi, kama hapo. Then na hii itakuwa kwa hapo juu. Then kitu kingine, select hii plate, alafu nitakuja FX, nitasema drop shadow kuweza kuweka shadow kidogo hapo. Kwa opacity nitaongeza around 30, size acha 54 hapo. Then piga okay. Kona hapa itakuwa hivyo, FX drop shadow na yenyewe imecopy preset za hapo juu, kwa utasema tu okay kama hivyo. Kwa baada ya hapo nilikuja nikaweka vitu kama hivyo. Kwa click ile, alafu nitakuja kuselect rectangle tool hapo, then nitachora hapa hivi. Baada ya hapo double click hapo kubadilisha rangi, weka nyeupe, then shusha hapo chini ya hiyo plate hapa pap, kwa itakuwa hivi, itakuwa hivi. Baada ya hapo Control Alt, njoo weke huko chini kabisa pia hapo. Unaweza kutumia ruler pia, Control R kwenye keyboard, alafu ukaweka hapa hivi, ukawa na jezipo kwenye mstari, kwa unaweza kazi arrange hivyo. Then Control Alt tena, ichiki place kwa hapa. Kwa hiyo naona imekaa kama hivyo. Kwa baada ya hapo nilikuja tu nikaweka maneno. Kwa hapa nitatumia font inaitwa Bebas New kama hii. Nitaandika hapo food menu, rangi nitaweka nyeupe, nita select hapo kama hivi tu, nitaivuta hapo chini. Sasa hii layer na hii hiyo na hii tabii tusogeze chini kidogo kama hapa, ili kusudi tupate nafasi hapa juu. Kama hivi. Then rangi ya maandishi nitabadilisha, itakuwa ni njano fulani hivi kama hiyo. Kutakuwa hivyo. Kwa hii pia tutashusha chini hapa kidogo, na tutashusha hapo chini kama hivi. Kama hapo. Then njoo tena uandike text zako hapo. Kwa hapo nitaandika jina la hoteli, Mwambao Restaurant kama hivyo. Kini itakuwa na rangi nyeupe pia, na font nitabadilisha. Kwa hiyo font nitakuja kuchagua inaitwa Katherova hapo. Then nita resize tu kawaida hapo kama hivyo. Kwa hiyo nitashika control hizi layer kuzishikanisha pamoja, alafu
kuza kidogo kama hapo, then nita position hapo. Yeah, kama ambavyo unaweza ukaona kitu ambacho tunakipata kama hiki. Kwa baada ya hapo sasa kuna vitu nikuja nikaongezea hapa chini kama hivi. Nita duplicate hiyo layer, then nitaipunguza kidogo. Yeah, kuhakikisha una arrange vitu vyako vizuri. Kwa unaweza kuona kitu ambacho kinaonekana hapo. Yeah, kwa baada ya hapo select hii layer, alafu njoo FX, sema gradient overlay hapo. Kwa hiyo pop panel kama hii, then hapa kwenye basics weka hii ya kwanza hapa, itakuwa hivi. Alafu baada ya hapo sasa weka kitu kama hiki hapo, uta click hivi. Ya nitakuja kufill rangi kama hiyo hapo, na hapo juu tutakuja kujaza rangi kama hiyo. Kwa hiyo hapo itakuwa hivi, then vuta hivi kidogo. Yep. Kwa hiyo itaonekana kama hivi. Kwa hapo kichobaki ni kuweza kuingiza text hapa. Text kama hizi rice menu, fast food menu, na hiyo extra hapo. Kwa hapo nitaandika, tutatumia Fontainebleau Montserrat, lakini itakuwa ni extra bold kama hiyo. Tutaandika rice menu kama hivyo. Kwa hiyo kusudi usitumie muda sana, utakuja tu kuduplicate. Kwa hiyo ninachokimaanisha ni hiki, umeshaandika hivi, njoo hapa FX afu gradient overlay. Ikisha pop panel kama hii, click hapo, afu then hapo kwenye rangi weka hii rangi hapo, afu na huko juu tutaweka rangi ambayo inang'aa kama hivi. Kwa unaweza kuona ambacho tumekiweka, then hapa drag tu hivi kidogo, ya kusudi ionekane kama hivi. Then baada ya hapo Control Alt beba iweke hapa. Kwa nitaandika fast food menu kama hivi, taiweka hapo. Hapa na hapo nita duplicate, nitaandika maneno haya extra kama hivi, then nitalinganisha. Unaweza kuona hiyo mistari ikija timisi imelingana kama hivyo. Kwa nikizoom out unaweza ukaona kama hivyo. Ya kona hisi kuna kitu ambacho tumeshaanza ukipata. Kwa hapa juu nitasema file place linked. Tutakuja kudili na hichi kitu hapa. Kiweke hapo kama hivi, kama hapa, then Control U kwenye keyboard, peleka hapa mbele hapa kwenye lightness iwe nyeupe kama hivyo. Alafu njoo FX afu stroke hapo kwenye stroke. Ikisha pop hivi, rangi utakayoweka utaweka rangi kama hii, then hapo kwenye opacity tutapeleka mpaka 100 kama hivi hapo, then nitasema tu okay.
Kwa hiyo nitahakisha na position vizuri kama hivyo. Then nitakuja tuna file place linked, nitaweka logo yangu kama hii hapo, tile size nitaibeba na kuidragi hapo kama hivi. Yep. Kwa hiyo nitakuja hapo kwenye FX color overlay, alafu nita click hapa kubadilisha rangi nitakayoweka, nitaweka rangi kama hiyo hapo. Yep. Kwa hapo naona haijakaa vizuri, nitakuza kidogo. Yep, kama hivi. Kwa hiyo unaweza ukaona kitu ambacho tunakipata. Kwa hiyo ni simple kama hivi. Kwa hiyo cha kumalizia hapo nitakuja kuweka haya maneno. Kwa hiyo mimi haya maneno nishaandika, kwa hiyo nitakachokifanya nitacopy hapa. Kwa hiyo nitacopy alafu nikuonyesha jinsi itakavyoweza kukaa. Kwa baada ya hapo njoo paste hapa. Kwa wewe utaangalia vile ambavyo utakuwa umepewa kuviandika sasa. Mimi hapo nimefanya faster kwa sababu pia ni tutorial tu, kwa hiyo na kuonyesha haraka kwa sina haja ya kuandika tena. Kwa kama hivi. Kama hapo. Kwa hiyo unaweza kuona hapo. Kwa kitu kingine hapo nitakuja pia nitacopy haya maneno hapa chini. Nitaweka kwa hapa. Kitu kingine hapa nitakuja kumalizia mawasiliano. Kwa hiyo hapa nitachora kishape kingine kama hiki. Kieni kitakuwa na rangi nyeupe. Kwa hiyo double click hapo nitaweka rangi nyeupe kama hivi. Kama hivyo, then nitakuja hapa kwenye pen tool. Hakikisha hapa juu ipo kwenye shape. Kwa ukiona imekuja hivyo ujue caps lock iko on. Ukiweka hivi ukizima caps lock itaonekana kama hivi. Kwa baada ya hapo sasa utachora kishape kama hiki. Simple kama hivi. Then njoo huku. Shikanisha hiyo layer rectangle 5 na hii. Then right click hapo alafu sema merge shapes. Kuweza kufanya hii shape iwe moja. Kiasi kwamba hata kama ukitaka kubadilisha rangi unaweza ukabadilisha kama unaweza kuona hapo. Kama hivyo. Then nitakuja kuweka maneno yangu haya. Nitacopy tu hapo. Kama hivi. Kwa hiyo sikupe shida sana. Kwa hiyo nakuonyesha tu chap ni kwa jinsi gani nimeweza kuidesign hii kitu. Kwa tupanga hivyo. Then kitu kingine hapo nilikuja nikaweka kidude kama hiki. Kimshale fulani hivi. Kwa nitafuta hapa kwenye material yangu. Kimshale kama hiki hapo. Kama hiki.
then nitakigeuza tu hapo, nitakirotate kama hivi. Mpaka pale nitakapoona kimekaa sawa kama hapo. Lakini hiki kitakuwa cheupe kwa Control U. Hapa kwenye lightness peleka mbele kama hivi. Pandisha juu kidogo. Kwa hiyo hatimaye itaonekana kama hivi. Kwa unaweza kuona kitu ambacho nimekifanya hapa ndio hicho ambacho nimekirudia hapa. Kwa kitu cha mwisho kabisa kuna overlay fulani hapa na file place linked. Hii overlay hapa ya hii inaitwa pattern texture. Taifili hapa juu. Ikishakuwa hivi hapa kwenye hizi hapa kwenye normal kwa unaweza kaangalia nikiweka screen itakuwaje, right itakuwaje, overlay soft light. Kwa mimi nitatumia soft light kama hivi, then hapa nitakuja kupunguza around 54 kama hivi. Kwa unaweza kuona kuna texture fulani hivi tumeiongeza hapo juu, na unaweza kuona kama designing imekamilika kama hivi. Basi na huu ndio mwisho wa tutorial hii. Basi kama imekusaidia usahau kusubscribe, kulike, lakini pia comment, share na mwingine akaweza kutazama video hii. Kwa asante sana kufuatana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa tutorial hii. Sina cha ziada mpaka wakati mwingine tena.